Karibu kwenye kipindi maalum. Watanzania bado tunaendelea kumkumbuka baba wa taifa kwa mambo mengi aliyolifanyia bara la Afrika. Nchi nyingi za Afrika zilipata uhuru kwa kazi kubwa ya mikono yake aliyoifanya baba wa taifa. Nimesimama mahali muhimu sana katika nchi ya Tanzania. Nipo kwenye kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika kilichopo katikati ya jiji la Dar es Salaam. Hii ni makumbusho kipekee sana mtazamaji wangu. Kama unavyoona picha hizi zinasadifu ukale, enzi za uhai wake baba wa taifa, akiwa na viongozi mbalimbali wa bara la Afrika katika kupigania uhuru wa nchi hizo, na zote zilikuwa huru. Kumbe ni katika kipindi hiki maalum tutakuelezea mawazo mbalimbali ni kwa namna gani kituo hiki cha ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika, ama kituo hiki cha urithi wa ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika kinavyotukuza urithi huu. Mimi naitwa Festus Makerubi, ungana nasi. Miaka 26 ya kumbukizi ya baba wa taifa. Mawazo yako bado yanaishi. Kituo hichi ambacho china makumbusho ya ukombozi wa bara Afrika ni kituo pekee cha ukombozi wa bara Afrika. Kituo hichi kilianzishwa mwaka 2011. Kama tunavyotambua kwamba mwaka 1963 katika kile kikao cha OAU ndipo ambapo kulitoka maamuzi ya kuanzishwa kamati ya ukombozi wa bara Afrika. Na viongozi mbalimbali baada ya kuona mchango wa Tanzania katika ukombozi wa bara Afrika ambao ulikuwa ukiendeshwa na baba wa taifa, wakaamua kwamba Tanzania iwe makao makuu ya kamati ya ukombozi ya bara Afrika. Na hapa tulipo ndipo palipokuwepo makao makuu ya ukombozi wa bara Afrika. Baada tu ya kulikomboa bara zima la Afrika mwaka 1994, Tanzania ikaona kwa nini historia hii isihifadhiwe. Hivyo ilipeleka pendekezo hili katika Umoja wa Afrika, na mwaka 2011 Umoja wa Afrika uliridhia Tanzania iwe makao makuu ya kituo hichi cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika, na ndipo ambapo tukaanzisha makumbusho ya kuhifadhi kumbukumbu mbalimbali za harakati za ukombozi wa bara Afrika. Na hizo kumbukumbu ni za kutoka Tanzania na nchi nyingine mbalimbali ambazo tulizisaidia katika kupata uhuru wake. Kwa hiyo hapa tulipo ndipo ambapo ilipokuwepo kamati ya ukombozi wa bara Afrika, lakini ndio makumbusho ya ukombozi wa bara Afrika yenye vitu adhimu sana ambavyo huwezi ukavipata duniani kote isipokuwa ni hapa Tanzania tu tunavihifadhi. Katika ule mkutano wa OAU ambao ulikuwa ukifanyika tarehe 25 mwaka 1963, ilikuwa mwezi Mei. Tunakumbuka kwamba ndio siku ambapo mambo mengi ya kuhusiana na uanzishwaji wa OAU ulifanyika. Yalikuwepo mambo mbalimbali ambayo yalijadiliwa katika wakati huo. Lakini tunaona kwamba ilipokuja tu kwamba sasa Afrika itafanyaje kujikomboa, wakaona lazima kuwepo na kamati ya ukombozi ya bara la Afrika. Na hii kamati iwe wapi na itaratibiwa na nani? Tukaona kwamba wakati huo alikuwa ni waziri mkuu Ben Bella, ambaye alikuwa ni rais wa kwanza wa Algeria, akapropose, yani akapendekeza kwamba kwa nini Tanzania isiwe makao makuu ya ukombozi wa bara Afrika. Na wajumbe wote wakaridhia kutokana na mchango ambao baba wa taifa aliufanya kabla hata ya kikao hicho cha OAU. Baba wa taifa alikuwa ameshaanza mambo mengi ndani ya Tanzania katika kusaidia uhuru wa nchi mbalimbali, hususan kusini mwa Afrika. Kwa hiyo wazo hilo lilipelekwa mbele, na tunaona kwamba Tanzania iliridhiwa kwamba iwe ndiwe kamati ya ukombozi ya bara la Afrika ianzishwe hapa. Kwa hiyo uasisi wake unatokana na mchango wa Tanzania katika kulikomboa bara la Afrika, hususan kinara wa ukombozi wa bara la Afrika ambaye ni baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwanza hebu tumtambue. Najua baba wa taifa amefanya mambo mengi sana ambayo baadhi tu wa Tanzania wanayafahamu, kama vile uhuru ambao ulikuwa Tanganyika na baadaye Tanzania, lakini kuna vitu vingi ambavyo jamii nyingi havitambui, hususan vijana wa sasa. Baba wa taifa alikuwa ni kiongozi wa nchi za mstari wa mbele.
Wakati huo yeye alikuwa ni mwenyekiti, Samora Machel alikuwepo, Agostino Neto alikuwepo, rais wa Zambia Kaunda naye alikuwepo. Lakini baba wa taifa akaona kwamba licha ya kwamba tunazo nchi za mstari wa mbele, zinahangaika, zinaweka mikakati namna gani bara la Afrika litapata uhuru, hususan katika nchi za kusini mwa Afrika. Lakini baba wa taifa akaona hii haitoshi. Ni lazima haya mawazo sasa tuanze kuyatumia katika kuzikomboa hizi nchi za kusini mwa Afrika. Kwa hiyo baba wa taifa akaona kwa nini tusikaribishe wapigania uhuru mbalimbali wa nchi za kusini mwa Afrika na Afrika kwa ujumla waweke makazi yao. Licha ya kwamba hapo awali mwaka 1955 mpaka 1960 kabla hata ya uhuru tayari nchi kama Afrika Kusini ilikuwa imeshaweka mizizi hapa Tanzania katika kutafuta uhuru wake. Lakini kwenye miaka 1961 baba wa taifa akaanza kukaribisha nchi mbalimbali za kusini mwa Afrika, na akaona kwamba eneo ambalo pekee ambalo linaweza likaratibu shughuli hizi za ukombozi basi liwe ni Tanzania, kwa kuanzia na Dar es Salaam na maeneo mengine ambayo tutaenda kuyaona kwamba kuna makambi mbalimbali. Tuna ramani pale ya makambi mbalimbali ambayo inaonyesha makambi zaidi ya 100 na maeneo ya ukombozi zaidi ya 250 ambayo tuliona hapa Tanzania. Ipo mikakati mbalimbali ambayo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifanya kwa kushirikiana na katibu mtendaji wa kamati ya ukombozi wa bara Afrika ambaye alikuwa akiitwa Brigadier General Hashim Mbita. Katika eneo hili ndipo ambapo vilikuwa vinafanyika vikao vya siri na vikao vya wazi. Viongozi wote wa Afrika, Ben Bella, Agostino Neto, Nelson Mandela, Samora Machel walikuwa wakifika katika eneo hili. Tutaenda kuonesha chumba muone ambacho vilikuwa vinafanyika vikao vya siri vya namna ambavyo wanaweza wakaikomboa bara la Afrika, na eneo ambao walikuwa vinafanyika vikao vya wazi vya namna na mikakati ambayo wanaweza wakaikomboa bara la Afrika. Kiufupi, mikakati ambayo walikuwa wakiitoa hapa ni mikakati ya kuimarisha vyama vyao vya ukombozi, kujiimarisha kijeshi na kuweka mikakati ile ya tunasema kama ni mikakati ambayo ya kuwawezesha kuwapa fedha ambazo walikuwa wakizitumia katika kununua vifaa mbalimbali vya kuwapa mikakati hiyo ili kwenda kuikomboa bara lao. Kwa hiyo tutaenda kuona pia ni namna gani vifaa gani ambavyo walikuwa wakitumia katika kujikomboa, lakini pia tutaenda kuona kwamba ofisi gani ambao walikuwa wakitumia katika eneo hili. Kwa hiyo ipo mikakati ya wazi, ipo mikakati ya asili ambayo ilikuwa ikifanyika hapa, na mingi ilikuwa ikiongozwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Miaka 26 ya kumbukizi ya baba wa taifa. Mawazo yako bado yanaishi. Mtazamaji, tunaendelea na kipindi maalum kumbukizi ya maisha ya baba wa taifa, nikiwa katika kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika kilichopo katikati ya jiji la Dar es Salaam, na ninaongea na mkuu wa kituo hiki Boniface Kadiri. Katika eneo hili mtazamaji wangu kuna picha mbalimbali zinasadifu ukombozi wa bara la Afrika, ambazo ni picha zinaeleza kumbukumbu za viongozi mbalimbali waliofika hapa wakipanga mikakati na harakati za kulikomboa bara la Afrika ama kuzikomboa nchi zao. Picha hapa zinavutia sana. Ukiangalia picha ile upande wa kushoto kuanzia kule, na muona mzee Jomo Kenyatta pale akiwa amesimama vizuri na suti yake, na wapo viongozi mbalimbali akina. Lakini picha nyingine inaonekana hapa ni ile ambayo pia inaonesha pembeni mwa picha hii ambayo inaonyesha viongozi waliosimama bara la Afrika. Kuna picha imenivutia sana, hii hapa inamuonyesha mzee Nkrumah akicheza mchezo wa tennis kama sikosei na baba wa taifa katika enzi hizo, nadhani wakiwa katika ofisi hii ya ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika. Bado naye mratibu wa kituo hiki ama mkuu wa kituo hiki aweze kuzungumzia suala zima la eneo hili.
utuelezee kituo hiki cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika. Kimenaona historia mpya kabisa, ama ni ya zamani, lakini haijaelezewa kwa Watanzania walio wengi. Tuelezee walau kwa muhtasari. Eneo tulilopo hapa kuna picha nyingi na nzuri kabisa zinazosadifu ukale wa ukombozi wa Afrika. Kwanza kabisa napenda kuwakaribisha Watanzania wote kwa ujumla. Kwanza ukiitwa Mtanzania ni jambo kubwa sana ambayo inabidi ujivunie. Kwa sababu mchango ambao tumeutoa katika ukombozi wa bara la Afrika, wewe kama Mtanzania unapoenda sehemu yoyote ile lazima ujivunie. Yaani lazima uende kule watu waone thamani yako. Ukienda nchi ya Zambia, ukienda Afrika ya Kusini, ukienda Zimbabwe, ukienda Namibia, lazima ujivunie kwamba wewe ni Mtanzania na umesaidia katika ukombozi wa hizo nchi za kusini mwa Afrika na Afrika kwa ujumla. Hapa tunavyo vielelezo vinavyoshikika na vielelezo vingine vya masimulizi ya namna Tanzania ilivyotoa mchango wake katika kulikomboa bara la Afrika. Lakini ukija kuangalia tunavyo vibao. Hivi ni vibao au tunasema kwamba ni tagi ambazo zilikuwa zikitumika hapa. Ni tagi ambazo zilikuwa zinaelezea vikao, kulikuwa na vikao mbalimbali kama nilivyosema hapo awali. Kulikuwa na vikao vya siri, kulikuwa na vikao vingine vya wazi. Sasa hivi vibao ndivyo vibao ambavyo ni original, halisia kabisa, kuanzia mwaka 1963 vilikuwa vinatumika. Kama kuna kikao cha wazi vinawekwa, na hizi nchi zilikuwa zinashiriki. Baadhi yake zilikuwa zinashiriki, baadhi yake nyingine zilikuwa zinatoa hudhuru. Kwa hivyo ni vibao halisia kabisa ambavyo tumevihifadhi ili jamii ya Watanzania na Afrika ipate kujua hizi kumbukumbu, ili iendelee kujivunia na itambue mchango wa Tanzania katika ukombozi wa bara Afrika. Hivi vibao pamoja na hii meza ndio zile ambazo zilitumika kuanzia mwaka 1963. Lakini pia tunazo picha, vielelezo picha ambavyo vinaelezea sasa namna ambavyo Tanzania, hususan baba wa taifa. Yaani baba wa taifa, zamani baadhi ya marais walisema kwamba kwa nini asiitwe baba wa Afrika? Kwa sababu ndio muasisi mkuu wa ukombozi wa Afrika. Ndio ambaye alikuwa akitoa mada, alikuwa akitoa mikakati mingi sana ya namna ambavyo Afrika inaweza kujikomboa. Kwa hiyo tunacho kielelezo cha kwanza ambacho kinaelezea baadhi tu ya viongozi waanzilishi wa OAU wakati huo, ambao sasa hivi ni AU, ambao ilipigwa mwaka 1963. Hawa ni baadhi tu, ukimwonyesha baba wa taifa. Baba wa taifa walikuwa wanamuita kwamba ni mzee wa hekima. Wakati wote amefurahi na akitoa maoni yake, unaweza ukaona namna ambavyo alikuwa akisaidia. Lakini licha ya hivyo, tunao picha nyingine ambayo inamuonyesha baba wa taifa na rais wa kwanza wa Ghana, Kwame Nkrumah, walikuwa wakicheza tennis. Na hii michezo, tunasema kama michezo ni furaha, michezo ni amani, michezo ni umoja na ushirikiano. Kwa hiyo michezo hii, kabla ya vikao, hawa viongozi wa OAU walikuwa wanapenda kukaa na kucheza michezo fulani wakati wana brainstorm namna gani sasa wanaenda kukaa katika kikao na kuweka mikakati ya kuikomboa nchi yao. Lakini tunayo picha hapa ambayo inamuonyesha katibu mtendaji wa kamati ya ukombozi wa bara Afrika, anaitwa Bwana George Magombe, ambapo alikuwa akipewa zawadi au alikuwa akipewa ufunguo wa gari. Kuna vitu mbalimbali ambavyo vilikuwa vikitolewa katika kamati ya ukombozi wa bara Afrika. Hichi kitu kimoja ambacho ni kizuri sana nataka Watanzania wafahamu. Kujitoa. Baba wa taifa alijitoa karibu nusu, asilimia kubwa ya mshahara wake katika kusaidia kamati ya ukombozi wa bara Afrika. Viongozi wote, makatibu wakuu, mawaziri, wahudumu, wafagiaji wa Tanzania waliomba wakatwe percentage fulani ya mishahara yao katika kusaidia ukombozi wa bara Afrika. Lakini pia nitaenda kuwaonyesha mchango wa watu mmoja mmoja na mchango wa nchi katika ukombozi wa bara Afrika. Mwaka 1960 na baba wa taifa alitoa budget ambao Tanzania ilitoa zaidi ya bilioni 3, dola bilioni 3 katika kusaidia ukombozi wa bara Afrika. Ni fedha nyingi sana kwa miaka 1960. Kwa hiyo hii kamati ya ukombozi wa bara Afrika ilikuwa ikipokea misaada mbalimbali. Msaada huo tumeona, na msaada huu mwingine ambao alikopokea George Magombe alipokea gari. Lakini pia tunafahamu kuwa reli ya Tazara, watu wafahamu tu kuwa reli ya Tazara ni reli ya ukombozi.
Ni reli ambayo iliasisiwa au ilijengwa baina ya Tanzania na Zambia kutoa njia ya ukombozi. Ni reli ambayo mabeberu, watu wabaguzi wa rangi wengi walikataa. Walikataa kabisa kusaidia Tanzania kuwepo na reli ya Tazara. Lakini tunaona kwamba nchi ya Uchina ambao sisi kwa kweli tumeisaidia kwa kiasi kikubwa sana kuingia katika kurejea kile kiti chake, kurejea katika umoja wa dunia. Kwa hiyo utaona hapa kwamba wanaangalia ile ramani ya ukamilishaji wa reli ya Tazara ambayo ilisaidia sana nchi za kusini mwa Afrika kupata uhuru wake. Kwa hiyo jambo jingine ambalo ni kubwa sana ambayo Watanzania na dunia nzima ambao wananisikia wanatakiwa walifahamu ni namna ambavyo baba wa taifa alihakikisha kwamba hawa viongozi wa nchi za Afrika wanapata passport ya Kitanzania ambayo itawatambulisha wao kama Watanzania, sio wao kama wa Afrika Kusini, sio wao kama wa Zambia, sio wao kama wa Namibia, wao kama Watanzania. Kwa hiyo aliwachukua wale viongozi wakubwa akawaweka kama wawe sehemu mojawapo ya Watanzania ili kuwalinda na maadui mbalimbali. Kwa hiyo alichokifanya kikubwa ni kutoa passport ambazo sasa, kwa mfano hii ni passport ya Sam Nujoma ambayo sasa wakati huo yeye anaitwa Samu Mwakangale, yani ni mwalimu wa shule huko Dodoma. Kwa hiyo hata kama wakija hawa wakoloni hawa ni vigumu, wanafahamu tu huyu ni Mtanzania na Tanzania hawa ni kisiwa cha amani. Kwa hiyo huyu tumwache aendelee na shughuli zake. Lakini ipo passport ya Thabo Mbeki, Samora Machel, Robert Mugabe. Hizi zote zilikuwa zinaonyesha namna gani baba wa taifa alizipenda hizi nchi, mpaka akawa anawakaribisha hawa viongozi na anawapa uraia. Sehemu zote wakienda wanafahamika. Yeye akiwa mchapakazi, mwanasiasa, alizisaidia nchi za kusini mwa Afrika kupata uhuru wake na nchi mbalimbali za bara lote la Afrika. Kuna picha hapa ya baba wa taifa ananifundisha nifanye kazi kwa bidii. Hata wewe unaitazama unaambiwa ufanye kazi kwa bidii. Ukiwa ofisini, pia kazi za kujenga nchi kama baba wa taifa akiwa rais wa Tanzania, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amebeba jiwe hili ama tofali hili, anaijenga nchi yake. Anatupa somo kubwa sana. Hata kwa wale mnaokaa maofisini, mnatakiwa mtoke nje na kushiriki kazi za ujenzi wa taifa. Maneno adhimu kabisa, mawazo ya baba wa taifa yanasema hivi chini ya picha hii: kila mtu anataka maendeleo, lakini kila mtu anaelewa na kukubali mahitaji ya msingi kwa ajili ya maendeleo. Jambo kubwa ni kufanya kazi kwa juhudi. Mawazo ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Baba wa taifa tunaendelea kusema kwamba amekuwa ni kinara katika masuala mengi. Amekuwa akionyesha mfano kwa vitendo. Licha ya kwamba alikuwa ni rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini alitaka kuwaonyesha Watanzania na Afrika kwa ujumla kwamba kazi ndio msingi wa maendeleo. Na ndio maana mwaka 1964 alitoa hotuba inayosema uhuru na kazi. Na hii ndio ilikuwa ni kauli mbiu kwa miaka ya 1960 kwamba uhuru pamoja na kazi, kwamba tunapigania uhuru, baada ya uhuru ni kazi, na vyote vinaendana kwa pamoja. Kwa hiyo baba wa taifa licha ya kwamba alikuwa ni kiongozi, lakini alionyesha kwa vitendo. Sasa hata ukiangalia katika hii picha inaonekana namna gani baba wa taifa anabeba jiwe tofali anapeleka katika ujenzi, kwamba hapo licha ya kwamba tumeshapata uhuru, lakini kazi ni lazima iendelee. Na ndio maana tunawasa sisi kama vijana tuliopo, sisi kama taifa, tunaweza tukasherehekea, tukaenzi maisha ya baba wa taifa kwa vitendo na kwa kufanya kazi kwa jitihada. Tusikae maofisini tu tukao tunasema kwamba tumerelaxi, tumekaa, tumebweteka, lakini jambo kubwa kwamba kiongozi ni kuonyesha njia. Na njia inaonyesha kwa vitendo.
Kwa hiyo tuyaenzi maisha ya baba wa taifa kwa kufanya kazi kwa juhudi na kuenzi kauli mbiu ya rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kwamba kazi iendelee. Mtazamaji, tunaingia katika ukumbi maalum kabisa. Huu ni ukumbi wakati ule wa zama za kale kabisa, miaka 60 kule, nchi za ukombozi wa kusini mwa Afrika na bara zima la Afrika, na ambiwa zilikuwa zinaketi hapa. Na hao walioketi kama unavyoona ni mfano tunapomkumbuka baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kuna vitu vingi sana, kuna picha zake nyingi sana ziko hapa mtazamaji wangu, zikionyesha mambo mbalimbali ama kazi mbalimbali akiwa na viongozi mbalimbali wa bara la Afrika. Kulikuwa na kumbi za wazi na kumbi za siri ambazo walikuwa wakiendeshea mikutano katika harakati ya kuikomboa bara la Afrika. Huu ni mmojawapo wa ukumbi ambao ulikuwa unatumika katika mikutano ya wazi. Tumeiona meza yake pale ipo, lakini viti vyake pia vipo ambapo walikuwa wakitumia. Na mikakati mingi ya wazi ya kuikomboa bara la Afrika ambayo ilikuwa inajumlisha watu wengi, viongozi wakubwa pamoja na wadogo, walifanya katika ukumbi huu. Mbali na historia ya kumkumbuka baba wa taifa, tunaona kuna vijana wengi wamekaa hapa. Nini dhima ya kuwepo katika eneo hili la kihistoria? Jambo kubwa tunalosema kwamba tukisherehekea maisha ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mambo mengi makubwa ambayo ameyafanya Tanzania na duniani kwa ujumla, ni lazima haya mambo yalisishwe kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine, hususani kwetu sisi vijana. Na ndio maana hapa leo mnawaona wapo vijana ambao ni wanazuoni, ni wanafunzi ambao wamekuja kujifunza historia hii ya baba wa taifa, mchango wake yeye binafsi kama baba wa taifa, lakini mchango wake yeye kama kiongozi wa nchi ya Tanzania katika ukombozi wa bara Afrika. Wao wanajifunza mambo mengi ambayo wanaendelea kujifunza hapa, ni katika kuharithisha na kuwakomaza katika ukomavu wa kuitambua na kuipenda nchi yao Tanzania. Hebu naomba nikae kwenye hicho kiti hapo. Naomba nikae mimi bwana. Hapa alikuwa anakaa nani? Hapo alikuwa anapokezana hapo katika mtazamaji, unaniona nilivyobarizi hapa. Hiki ndio kiti alikuwa anakalia baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na hapa kulikuwa na wakuu wa nchi mbalimbali za ukombozi wa bara la Afrika, kusini hadi kaskazini, waliketi na kubarizi hapa wakitafakari ni namna gani watamng'oa mkoloni. Mawazo yalifanyika hapa, fikra mbalimbali zilitengenezwa hapa. Tunaambiwa kwamba, mtazamaji wangu, tunaposherehekea maisha ya baba wa taifa ni kwamba wananchi walishirikishwa hata kuchanga senti kidogo kidogo ili kuzikomboa hizo nchi. Watu walikuwa na uzalendo uliopitiliza, yote yanapatikana hapa. Kwa kweli nimefaidi. Kuna picha nyingi sana mtazamaji wangu utaziona hapa kuhusiana na baba wa taifa, na lakini zingine zipo katika maeneo mbalimbali kutoka kituo hiki cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika. Miaka 26 ya kumbukizi ya baba wa taifa, mawazo yako bado yanaishi. Mtazamaji, tumeweza kukuonesha historia iliyohifadhiwa ndani ya jengo hili la makumbusho ama kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika kilichopo hapa jijini Dar es Salaam. Na hivi sasa tupo hapa nje tukimalizia kipindi chetu cha leo cha kumbukizi ya maisha ya baba wa taifa, ambapo Tanzania tupo katika kusherehekea maisha ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ndugu, pengine tunapomalizia kipindi chetu, una lipi la kuelezea Tanzania kuhusiana na kumbukizi ya maisha ya baba wa taifa? Kitu kikubwa ambacho na ni rai yangu kwamba tunaposherehekea maisha ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, sisi kama kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika na makumbusho pekee ya ukombozi wa bara la Afrika, kwanza tunakaribisha jamii, hususan wanafunzi, watafiti, wanasiasa kufika katika kituo hichi, kufika katika makumbusho haya na kujifunza kwa kuona, kwa kugusa na kwa vitendo namna ambavyo wanaweza wakaenzi maisha ya baba wa taifa kwa kuwa na upendo, umoja, mshikamano na uwajibikaji
na kuwa na utangamano wa kitaifa pamoja na kikanda. Kwa hiyo sisi tunaendelea kumwenzi baba wa taifa katika kukaribisha jamii mbalimbali za Tanzania na nje ya Tanzania kuja kuona maisha ya baba wa taifa na mchango wake katika ukombozi kuanzia Tanganyika, Tanzania na bara zima la Afrika. Mimi kwa kweli nikushukuru sana kwa kutukaribisha sisi TBC kufika hapa na kuweza kuzungumza mambo mbalimbali kuhusiana na maisha ya baba wa taifa, wakati huu taifa likiwa linamwenzi baba wa taifa na kukumbuka yale ambayo alituachia kwa ajili ya hazina kwa vizazi vyote. Asante sana. Shukrani. Karibu sana. Asante sana ndugu, tafika tena mara nyingine. Karibu sana. Haya. Mtazamaji, ukumbuke tu kwamba katika siku hii ya leo ambapo taifa la Tanzania tupo katika tunasherehekea maisha ya baba wa taifa ambayo enzi za uhai wake alijitoa akiwa Mtanzania mzalendo kwa ajili ya taifa lake, kwa ajili ya bara la Afrika zima, na viongozi mbalimbali wa bara la Afrika walifika mahala hapa nilipo, mtazamaji wangu, kwa ajili ya kuweka mikakati ya kulikomboa bara lao. Walifanya kazi kubwa, na japo wameondoka duniani bado tunawakumbuka, bado tunayaenzi mawazo yao. Fursa ni kwako wewe Mtanzania kufika hapa mahali nilipo, kuja kujionea hazina hii ambayo ni kisima chenye kina kirefu chikielezea masuala mazima ya siasa za ukombozi wa bara la Afrika, kama picha mbalimbali hizi zilizobandikwa nje ya jengo hili la kihistoria zinavyosadifu ukale wa zamani kabisa. Mtazamaji wangu, naamini umeweza kunufaika na kipindi cha leo. Naitwa Festus Kerubi, mtayarishaji wa kipindi hiki, nikiwa nimeshirikiana mpiga picha Elia Stefano. Tunakuambia kwamba endelea kumuenzi baba wa taifa, tena usimuenzi kwa maneno matupu, umuenzi kwa vitendo, kwa kufanya kazi na kuacha ufisadi. Asante na kwaherini.